صبر زميل المنذري. اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الشياطين وكيد الكائدين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي قرب دعاء اللهم يا سامع كل نجوى، ewe Allah mwenye kusikia kila najwa, kila minongono, wa muntaha kulla shakwa, na ambaye ni mwisho wa kila mashtaka. Ni kwake mashtaka mwisho, sawa? Mashtaka yote yanaishia kwa nani? Kwa Allah peke yake. Wewe shtaki kote mashtaka yako kamlilie nani? Wa ya adhim almanni, ewe mkubwa mwenye kuitikia, mwenye kutoa manni. Yani ile mashtaka pia narudia katika mfano wa mashtaka, yani kulilia jambo. Ya karim as-safhi, ewe mkarimu wa kusamehe. Ya wasi' al-maghfira, ewe mpana wa maghfira kusamehe. Ya basit al-yadaini birrahma, ewe uliokunjua mikono miwili kwa rahma. Isrif anna uyun al-ainin, tuondoshe sisi vijicho vya wana vijicho vya wale wenye kupiga kijicho. Wa hasad al-hasidin, na hasadi ya mahasidi. Wa sihra as-sahirin, na uchawi wa wachawi. Wa makara ash-shayatin, na vitimbi vya mashaitani. Wa kaid al-kaidin, na vitimbi vya wenye kufanya vitimbi. Allahumma hadha ad-du'a, ewe Allah hii dua hii, wa minka al-ijaba, tunakuomba uitikie. Yani wa minka, kutoka kwako nini? Hii ni dua kutoka kwako wewe, tuna nini? Dua ijaba, uitikia. Wa hadha al-jahda, na hii juhudi hii, na hii tabu hii. Wa alayka tukulan, na juu yako wewe ni kutegemea. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'ainani, 'ainun insiyatun wa 'ainun jinniyatun wa ilajuhuma wahidun. Kijicho viko aina mbili. Kijicho kiko aina ngapi? Ainu insiyatun, kuna kijicho cha binadamu. Wa ainun jinniyatun, na kuna kijicho cha nani? Cha jini. Jini na yeye anakupiga kijicho baba, na hicho kijicho chake inaweza ikawa balaa. Kwa hiyo wa ilajuhuma wahid, lakini nasema matibabu yake ya kijicho cha binadamu na kijicho cha jini yote ni moja, tiba yake ni moja. Al-ainu takunu mal i'jabi bi shay'in walau bighairi hasadi, walau min ar-rajuli al-muhibbi aw as-salih, wa laysa shartan an yakuna al-'ainu hasida. Lidhalika yumkinu lil-'ain raddu al-'aini qabla wuqu'iha, wa yakunu dhalika bit-tabriki biqawlihi Allahumma barik alayhi, au yaqulu barakallahu alayhi, au yaqulu ma shaa Allahu la quwwata illa billah. Anasema al-ain takunu mal i'jabi bi shay, kijicho kinakuwa pamoja na kufurahishwa na kitu. I'jab, kufurahishwa na kitu. Walau bighairi hasadin, hata kama sio kwa hasad. Hasad inafahamika, si ndio? Maana hasad, ma maana al-hasad? Tamannu zawali ni'mati ghairik, ni mtu kutamani kuondoka neema ya ndugu yako. Sawa? Watu wengi wanadhani kwamba kijicho na ni mpaka kitokenana na hasadi. La, kijicho kinaweza kikatoka kwa mtu anayekupenda. Hata mkeo anaweza kukupiga kijicho, hata wewe unaweza kumpiga kijicho dada, kumpiga kijicho mkeo. Anasema walau bighairi hasad, hata kama pasina kuwa na hasad, kijicho kinatokea mtu kufurahisha na kitu. Anasema minar rajuli almuhibbi, kinaweza kikatoka kwa mtu anayependwa, au salih, ikatoka kwenye mtu anayemwema. Sawa, inaweza kikatoka kwa mtu ambaye ni nani? Ni mwema. Walaysa shartan an yakuna al-'ainu hasida,
sio sharti kuwa mwenye kupiga kijicho ni ana husda. Ndio maana mara kwa mara mtu anapokuja labda akapata nguo mpya au mavazi au gari au kadha, kwani tumefundishwa kuombea dua kusa kujiepusha na mambo kama mtu ananunua nguo yake, kuna dua ya kuvaa ya nguo mpya tumeelekeza, Allahumma inni a'udhu bika au Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu, sio wa a'udhu bika min sharriha au sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Sawa, dua hiyo. Pia kuna dua ya kuvaa tu nguo hizo, mtu anaweza kukuangalia tu kupiga kijicho nguo ikaungua sasa. Sawa, gari lako likapata ajali limepaki, kushangaa matairi yote mbona jipya hili. Sawa, kumbe watu washafanya yao hasad. Wengine wanatokana na hasad, wengine wanawezekana ikatokamana na nini basi tu, na mwenye kijicho huenda asijijue kama yeye alikuwa na nini. Allahu musta'an. Muombe Allah atuhifadhi na haya. Anasema lil'aini, anasema lidhalika yumkinu lil'ain raddu al'aini, inawezekana mtu mwenye kijicho kurejesha kijicho kabla uqu'iha, kabla hijapatikana akijatokea. Unafanya nini? Anasema wayakunu dhalika bitabrik, inakuwa hivyo kwa kuomba baraka, bikauli, kwa kusema labda mtu ameona ana khairi au ana neema kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allahumma barik alayhi, Allah mbariki huyo, au yakul, au anaweza kusema barakallahu alayhi, Allah mbariki, au yakul ma sha Allah wa la quwwata illa billah, akasema maneno hayo. Lakini pia hiyo sio dua mtu kumwona amenunua gari, kanunua labda Allah kamneemesha mashaallah, hiyo si dua. Muombe dua, Allah hifadhi, Allah ipe neema wala kadha, Allah fanye hivi, muombe dua, na hii inasaidia kuzuia kijicho. Ama baada wuqu'i al-ain, ama baada ya kutokea kijicho, hiyo ni kwa kuzuia kijicho kisitokee, mtu kumwombea dua na kumwombea baraka katika kila alichokuwa nacho, Allah kumwombea amzidishie. Ama kishatokea kijicho, ama baada wuqu'i al-ain, ama baada ya kutokea kijicho, fa idha urifa al-ainu, jambo la kwanza itakapofahamika mpiga kijicho, al-ain alipiga kijicho akijulikana, yukhadhu min ghasli, itachukuliwa maji yake aliyoyaoga, ghasli, sawa, au wudhuihi, au udhu wake, sawa, maji ambayo ameshikia udhu, yale maji yale akishachukua, wa yusabbu ala al-ma'yun, kisha atamwagiwa yule aliyetiwa kijicho. Sawa, utamwagiwa nini? Ajulikana aliyempiga kijicho ni fulani, japokuwa pia huwa ni ngumu sana. Aliyempiga kijicho ni fulani, kwa yule ataambiwa ashike udhu au achukue maji aliyooga, yule atamwagiwa, afu kijicho kinakuwa kifanya nini? Kimeondoka. Habina atakusomea chochote. Kisha anasema wa amma idha lam yu'raf, ama akiwa hajulikani. Sasa mtu kapigwa kijicho lakini aliyempiga kijicho hamjui, lam ya'rifu al-'ain, idha lam yu'raf al-'ain, anapokuwa hajulikani aliyepiga kijicho, fal adhkaru, basi afanye nini? Adhkari wal ad'iya, na dua, hiya al-hillu, na hilo ndio linatatua ugonjwa, linatatua. Wa hiya al-hillu, na ndio linafanya nini? Kutatua. Fayajma'u al-maridhu kaffayhi, njia sasa za kufanya. Fayajma'u al-maridhu kaffayhi, atakusanya mgonjwa vitanga vyake vya mikono, yani mikono yake ataikusanya. Wa yaqra'u fihi al-ayati wal-adhkar al-atiya, atasoma katika hivyo viganja vyake aya na adhkari zifuatazo ambazo zitatajwa huko mbele.
Wayamfuthu fi kaffai, atakuwa anapuliza. Sawa? Wayamfuthu fi kaffai, atakuwa anapuliza kwenye viganja vyake. Wayamsahu bihima wajhahu, atapangusa kwa mikono yake uso wake. Kwa akisoma akapuliza afa anapangusa usoni. Tumeelewana? Wakadhalika, na hivyo hivyo, yumkinu an yaqra almaridhu ala zaiti zaituni. Kadhalika yumkin, hivyo hivyo inawezekana, an yaqra almaridhu, asome mgonjwa, ala zaiti zaituni, juu ya mafuta ya nini? Ya zaituni. Anasomea zaiti zaituni, mafuta ya nini? Ya zaituni atayasomea. Wayadhanu bihi mawdhi'a al-alam, wayadhanu bihi mawdhi'a al-alami, kisha atapaka yale mafuta sehemu inayouma yenye maumivu. Wayadhanu bihi, na atapaka kwa mafuta hayo ya zaituni, mawdhi'a al-alami, sehemu yenye maumivu. Kama yumkinu an yaktasila bima'i al-marqi wa yashrabu minhu, kama ambavyo inawezekana ayatasila bimai, kuoga maji ya almarqi, ila alisomea ruqya, wa yashrabu minhu, na akanywa. Wal khulasa, na kwa ufupi samare, idha kana almaridhu musaban bilhasad, mtu akiwa amepatwa, idha kana almaridhu, atakapokuwa mgonjwa, musaban bilhasad, kapatwa na hasadi. Musaban bilhasadi, aliyepatwa na nini? Na hasadi. Au alaini, au alaini, au kijicho. Failajuhu biamrain, matibabu yake yako biamrain, kwa mambo mangapi? Mawili. Failajuhu, matibabu yake biamrain, kwa mambo mawili. Alawwal, jambo la kwanza, in urifa alainu, kama atajulikana aliyepiga kijicho. In urifa alainu, kama atajulikana ila aliyepiga kijicho. Falyakhudh ghuslahu, atachukua maji yake aliyooga. Wayasubu alayhi min khalfihi, atamwagiwa nyuma yake. Sawa, mgongoni kwa maana. Wayasubu alayhi, atamwagia, min khalfihi, kutokea wapi? Nyuma yake atamwagia. Kwa hiyo ile alipigwa kijicho atakuwa ameangalia upande huu, anamwagiwa mgongoni. Fayudhhibu Allahu ma bihi min illa, Allah tamuondoshia kile alichokuwa nacho katika maradhi. Fayudhhibu Allah, fasayudhhibu Allahu, basi Allah ataondosha, ma bihi, wa kile alichokuwa nacho, min illa, katika maradhi. Wa in tawadda bihi fahasan, kama atashika udhu maji hayo, fahasan, basi jambo zuri. Wal ghuslu afdal, na kuoga ni nini? Ni bora, kwa sababu maji yanakuwa yameenea kila sehemu, tofauti na unavyokuwa umeyashikia nini? Udhu. Wathani, na jambo la pili, biqiraati ayati al-aini wal hasad, biqiraati ayati al-aini wal hasad, wa kusoma aya za kijicho na hasadi. Hatta yasrifaha Allahu anhu, mpaka Allah atakapomuondoshea. Hatta yasrifaha Allahu, mpaka Allah atakapomuondoshea kwa kisomo hicho maradhi hasadi na kijicho. Wakadha wa hiya kama ati, na hiyo ni kama ifuatavyo. Wa hiya kama ati, na hiyo ni kama ifuatavyo. Ndio hizo adhkari za kijicho. Tasoma suratul Fatiha, tasoma suratul Baqara, summun bukmun umyun fahum madha la yarji'un, au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadhar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Aya 18 mpaka 20. Kisha atasoma wadda kathirun min ahli kitabi, aya 109. Atakuja kusoma pia 137, sayakfikumullah fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'u alim. Kisha atakuja suratul Nisa, aya ya 54 mpaka 55. Kisha tutasoma suratul Ali Imran, An'am, aya ya kwanza mpaka ya 3.
kisha atasoma suratul A'raf aya ya 198, atasoma suratul Kahfi aya ya 39 mpaka 40, atasoma suratul Yasin kuanzia aya ya 9 mpaka aya ngapi? Atasoma suratul Yasin aya 9, kisha atasoma katika suratul Yasin aya 22, law nasha la tamasna ala a'yunihim 66 walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Kisha suratul Mulk aya ya 3 mpaka ya 4, na suratul Qalami aya ya 51, na suratul Falaq aya suratul Falaq nzima. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuondosha kijicho na nini, wal-ain, al-ain wa madha wal-hasad. kisha al-ad'iyatu ar-ruqyati ash-shar'iyya min as-sunnati an-nabawiyya. Sasa hizi ni dua, hizi ni dua, kwa sababu ruqya na nasema kwa Kiingereza ina depend, inacheza kwenye baina Qur'ani na nini, inaenea baina Qur'an na nini, sunna. Yani maana zile dua ambazo zimethibiti na nini na Qur'an. Dua ya kwanza, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udhu bi kalimati llahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli 'aynin. A'udhu bi kalimati llahi tammah kullihinna min sharri ma khalaqa. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 مرات. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكما مشكا مgonjwa kama tulivyoona masharti yale. بسم الله أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. نسمع مرتات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. من هاي نسمع مرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. مرة 7. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Dua ziko nyingi hizi ameita ni baadhi, lakini ukienda baadhi ya vitabu vingine utakuta kuna dua nyingi sana ambazo zimethibiti, lakini hizi ameleta ambazo zimethibiti, za hizo zingine zinakuwa njia zake ni dhaifu. Duaul karbi, dua ya kuondosha matatizo, dua ya majanga. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Tunarejea na kuradidi maneno haya ukiwa pia umepata janga. Karb. Duaul hammi wal hazan wal huzn. Dua ya hammi wal huzn zina maana mutakarib, na maana mutakarib zinatofautiana nyakati. Sawa. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik ماضي في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
hizi ni dua ambazo unaziomba pindi unapokuwa na huzuni sawa, kipata huzuni, lakini huzuni ambazo ni za halali usije ukawa umeenda huko umefanya mambo ya ajabu afu unahuzunika. Mtu ana huzuni kisa amekosa kuiba bana. Hadha akasema hadha pamoja na haya, yani hadha pamoja na haya yote yaliyotajwa, fala tansa ayuha almuslimu adhkara as-sabahi wal masaa, usisahau ewe muislamu adhkari za asubuhi na jioni jamani. Katika mambo ambayo mahjura, wanafunzi wengi adhkari za asubuhi na jioni huwa ni mtihani. Walau baadhi, fanya baadhi ya adhkari za asubuhi na jioni, sio lazima ufanye zote. Tenga wakati adhkari kadhaa za asubuhi na fanya adhkari za jioni, na hii inakusaidia katika mambo mengi. Fala tansa wanaumi au adhkara an-naumi, adhkari za wakati wa kulala. Kuna watu wasijuagi tu popote kambi, usingizi unapomkuta yalla anaenda tu. Hata ile bismika Allahumma amutu wa ahya la yatadhakkaru, haikumbuki maskini. Ndio maana mtu akija kwa mkaa asubuhi amechoka, sasa nimesikia nimechoka, kumbe baba ulikuwa unatumika. Ulikuwa unatumika baba. Siku hizi si wale wachawi waliisha, wale wa kutoa ukanda kulima waliisha. Au siku hizi watu watoke vitandani. Acha kula nyama, kwenda kulima baba, unakuta kitandani unatope. Wamebaki kijijini. Huko mjini wanabidi waje wachukue watu wavivu wakalime majaruba kule. Wakawapakiza usiku unakutoa hapa na kupeleka zako na niliki sasa, unalima unakuweka kwenye bajaji unakurudisha. Yani watu wanatumia mashine, wananunua matrekta, kumbe matrekta mengine yamelala huko ndani. Allahu subhanahu. Kwa hiyo kitirisheni sana kwamba adhkari za kulala, siacha al-Kursi, ayatul Kursi na kadha. Wa dukhuli al-khala, dua za kuingia chooni, uwani, wa taami, za wakati wa kula. Wakati wa kula utaona mtu anakula na shetani. Wanafunzi wengi wasemagi bismillah, siku ni mtihani. Walibas, kufaa, adhkari za kufaa. Wasalati ala waqtiha, kusali sala kwa wakati wake. Ma'al jamaa in kunta rajulan, kusali pamoja na jamaa ukiwa mwanaume. Au fil hujrati in kunti mar'a, au kusali kwenye chumba ukiwa ni mwanamke, kusali chumbani. Wasadaqa, kusali kutoa sadaqa. Walbirri alwalidain au birru alwalidain, kufanyia wema wazazi. Wala yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, hii ni hadithi au toacha kuendelea ulimi wako kuwa ni mbichi kwa kumtaja nani. Hii ni hadithi imekuja hivyo. Wa bihadha insha Allah, na kwa sababu hii insha Allah, tanju min uyuni al-ainin, utasalimika, utaokoka, utasalimika na vijicho vya wenye kupiga vijicho. Wa hasadi al-hasidin, na hasadi ya wenye kuhusudu. Wa sihri sahirin, na uchawi wa wachawi. Biidhnillahi al-karim, kwa idhni ya Allah kweli. Yani haya ukiyachunga sana, au tolaza juu ya bati na ushekhe wako. Wewe ni shekhe lakini unalaza juu ya bati baba. Sasa shekhe huko juu ya bati unatafuta nini? Alikuwa anagongelea msumari, kumbe ulikuwa ushapigwa kitu. Kumbe ukifudumu na adhkari za asubuhi za jioni, ukajichunga vijicho hivyo, hasadi, si uchawi, sina kaza, haitakupata. Unakuja kuingia kwenye jumba ambalo haliishi watu, omba adhkari, ufika bil mati la taamatu kulli min sharri ma khala. Lakini mtu anajiita salafi lakini la yaarifu hadha. Mtu anajiamini kabisa, mimi salafi. Sasa salafi yani anadumu na mambo kama haya, sawa. Usipodumu na mambo hayo, salafi taabani, unakuwa ni salafi taabani. Adhkari za asubuhi zisikushinde, wala ufanye baadhi yake.
chukua Hisnu Muslim ujazihifadhi, angalia na vitabu vinginevyo ambavyo vimeandika vinazungumzia nini adhkari. Fanya adhkari za asubuhi na jioni. Sasa katika kwa wake zetu, dada zetu, hao ndio vya kufikia hivyo.